11:3 mpaka 3:5. Karibu. Aliyefika naomba tusome. Waebrania 5:7. Waebrania 5:7. Haleluya. Waebrania 5 ngapi? Aliyefika hapo naomba tusome. Vizuri tunapokuwa tunasoma sisi. Soma kama ilivyoandikwa. Yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Bwana apewe sifa. Biblia inasema kwamba yeye siku hizo za mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Tunapoingia katika eneo la maombi, haleluya. Tunapoingia katika eneo la maombi, hebu hii unaweza kuona irekebishe kakaa vizuri. Maombi na dua pamoja na kulia sana na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Kama tukienda nje ya hapa, ni kwamba hatuwezi kupokea chochote. Haleluya. Biblia inasema neno na likae moyoni mwako, ndani yako kwa wingi. Amen. Anasema ukijua kweli, basi hiyo kweli itakuweka huru. Na wewe utakuwa huru kweli kweli. Ukijua kweli, nayo kweli itakuweka huru, na wewe utakuwa huru kweli kweli. Haleluya. Sasa anasema kwamba alimtolea yeye awezaye kumwokoa kwa kulia, kwa machozi, kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu, akasikilizwa. Maana yake point ni kwamba kama Yesu angekuwa na doa, asingesikilizwa katika maombi yake. Haleluya. Yasingepata kibali mbele za Mungu. Lakini alisikilizwa kwa sababu alikuwa mcha Mungu. Yawezekana ukafunga maombi ya siku 40 bila kufuata kanuni za maombi na ukafeli. Pale mwisho ukawa umepata madonda ya tumbo na majibu yako hayakutokea. Tunaona kiwango cha kupokea majibu kimefungwa katika machozi mtu. Kimefungwa katika kuugua kwa mtu. Kulichoka tatizo au kikwazo anachokipitia. Anafanya maamuzi magumu. Bwana apewe sifa. Huyo ndiye mtu ambaye Mungu anajibu maombi yake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema wakati Petro na Yohana walipofungwa, wakati utakuwa unaniongeza sauti unanipa vizuri, nataka mambo mazuri. Wakati Petro na Yohana walipofungwa, Biblia inasema kanisa likaingia kwenye maombi. Likamuomba Mungu kwa ajili ya Petro na Yohana. Kanisa likaingia kwenye maombi. Kisha likamuomba Mungu kwa ajili ya Petro na Yohana ili wafunguliwe kutoka gerezani. Ili mauti isiwe juu yao. Hasa Petro, kwa sababu Yohana alikuwa ameuliwa. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kanisa likafunga
kanisa likachagua mahali pa kukutana na likamlilia Bwana kutokea mahali hapo. Tunaposoma Biblia tunagundua kwamba kanisa lilifunga katika nyumba moja inayoitwa nyumba ya mamake na Roda. Wakaugua hapo, wakalia hapo, wakavaa mavazi ya magunia hapo, wakajuta. Haleluya. Lakini kuna wakati unaweza unipunguzie haya. Kuna wakati unaweza ukaomba maombi na haujui namna utakavyopokea yale maombi, na ukakuta majibu yako yametokea lakini bado haujui. Na hili niliwapata hawa watu wa kanisa wakati wanaomba kwa ajili ya Petro. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya kuugua. Wakati Yesu anaomba, alikuwa anaugua kwa ajili yetu sisi. Aliomba kwa ajili ya watu walioanguka dhambini, watu waliokamatwa katika ulimwengu wa giza. Yesu alilia kwa ajili ya kuikomboa dunia na kuirejesha tena katika utukufu wa Mungu au himaya ya utawala wa Mungu. Akafunga siku 40. Akaona njaa. Akaona nini? Njaa. Na kupitia njaa shetani akamjaribu. Maana ukiwa katika funga lazima utajaribiwa. Jaribu litainuka kulingana na kiwango cha uhitaji kitakachoonekana ndani yako. Haleluya. Amen. Kile unachomlilia nacho Mungu akupatie, shetani atataka kujaribu kupitia hicho. Bwana apewe sifa. Haleluya. Biblia inasema siku za mwili wake alilia sana, akamlilia Mungu sana, akaugua mbele za Mungu sana. Bwana apewe sifa. Nataka nimuombe Roho. Luka 22 mstari ule wa 44. Luka 22 mstari wa 44. Mwingine atusomea Yakobo 5:16. Luka 22 mstari wa 44. Luka 22 mstari wa 44. Soma kama ilivyoandikwa. Inasema naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Akazidi sana kuomba. Hali yake ikawa matone ya damu, ikawa kama matone ya damu. Hali yake ikawa kama matone ya damu, yakidondoka chini. Yakidondoka chini. Bwana apewe sifa. Hebu mwambie jirani yako, umesikia hiyo? Mwambie umesikia hiyo? Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Sema kuomba. Haleluya. Naye kwa vile alivyokuwa katika dhiki, akazidi sana kuomba. Akazidi kuomba. Aliomba kwa machozi na akiwa katika dhiki. Na akiwa katika dhiki hii akazidi sana kuomba. Haleluya. Haleluya.
Hivi gari ikitaka kuondoka lazima iweke oil nini kila kitu, si ndio? Kuna namna anavyotafuta hapa mambo ya kazi nzuri. Haleluya. Kuna namna anavyotafuta hapa mambo ya kazi nzuri. Alafu tutembee pamoja. Sharabaka shakatara. Kuna namna inavyotafuta mambo ya kazi nzuri. Usinishangae. Amen. Usinishangae. Nipunguzie tu volume. Hallelujah. Amen. Maombi ya siku 40 yanamtaka mtu mnyenyekevu. Hallelujah. Mtu ambaye anaweza kusamehe, mtu ambaye anaweza kuachilia. Kusamehe ni kigezo katika maombi. Wale wote mmefunga, na kama hata hujafunga, kuna siku utaingia kwenye maombi, somo hili likusaidie. Hallelujah. Uwezi ukaenda mbele za Bwana ukataka yeye akufanyie wepesi wakati wewe umewabeba watu. Hallelujah. Watu wasiosamehe inaumiza sana. Inaumiza sana. Lakini ni kitu ambacho kitakufungia mbingu. Hautapata nafasi ya kuingia mbinguni. Hallelujah. Kama Yesu au Mungu angeamua kuyatazama makosa tulio nayo, hakuna hata mtu mmoja hapa angeruhusiwa kuingia kwenye lango hili kuja hapa ndani. Manake angeangamiza ulimwengu wote. Hallelujah. Lakini kwa ajili ya upendo na kwa ajili ya huruma na kwa neema aliamua kusamehe. Amen. Aliamua kusamehe. Akasamehe. Najua wakati naongea kuna mtu ambaye vitu vinatembea katika kichwa chake. Yaani wanasikia kama wadudu wengi wanatembea kichwani kwake. Nisaidie mahali ulipo. Huwa anasikia vitu vinatembea kichwani, lakini hata akifanya hivi hawezi kuviona. Wakati nafanya ibada hapa, nasikia Roho ananielekeza huyo mtu yuko hapa. Labda kama hajui lugha ninayoongea, nasema huyu nani ambaye anasikia vitu vinatembea kwenye kichwa chake? Au anasikia msisimko kwenye kichwa chake? Nyosha tu mkono wako mahali ulipo, mimi nitakuona. Mungu awatendee na kuzidi. Yesu, makofi kwa ajili yako. Nisomee Yakobo 5:16. Yakobo 5:16. Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Inasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Na kuombeana mpate kuponywa. Na kuombeana mpate kuponywa. Hallelujah. Pointi namba 1. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Ombeaneni mpate kuponywa. Ndugu yangu, naomba unisamehe. Kweli nimetambua makosa kwamba nilikukosea. Naomba unisamehe. Ndugu yangu, nimekusamehe, naomba na wewe unisamehe, kwa sababu uliponikosea nilikudhalilisha mbele za watu. Pengine na mimi nilikosea. Haleluya. Au nimekusema vibaya mbele za watu. Na yale maneno kama siwezi kuyarudisha ndani yangu, naomba unisamehe. Alafu ukiingia kwenye maombi unamwambia Mungu, ninaomba umjalie yule ndugu yangu, umjibu mahitaji yake. Kama ni magonjwa, kama ni uchumi, kama ni nini,
umsaidie. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mkiombeana, na katika kuombeana mtaponywa. Haleluya. Katika kuombeana mtafanya nini? Unamaliza kupiga magoti unamuombea, na wakati unampigia simu anakuambia kwa kweli baada ya msamaha Bwana nilijikuta tatizo limeondoka. Kumbe baada ya kumsamehe ulienda kumuombea. Haleluya. Kwa hiyo hichi ni kipengele katika maombi ya siku 40 kinatakiwa kifanye kazi. Amen. Kama hujaingia maombi, ingia na kuruhusu ingia. Alafu tutaelekezana jinsi gani utayamaliza kwa mbele ya safari. Haleluya. Kwa sababu maombi ambayo yamebeba hatima ya maisha yako, yamebeba mwanzo mpya wa maisha yako, si maombi ya kawaida hata kidogo. Nisomee Yohana 11 mstari wa 33 mpaka 35. Somee Yohana 11 mstari wa 33. Yes. Basi Yesu alipomwona analia. Na wale Wayahudi walifuatana naye. Wanalia. Aliugua rohoni. Akafadhaika roho yake. Mstari wa 34. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Mstari wa 35. Yesu akalia machozi. Mstari wa 36. 35. Haleluya. Yesu akalia machozi. Biblia inasema alipoona wale Wayahudi, alipomwona na yule ambaye anahusishwa na huo msiba analia, Yesu akaugua, akahuzunika moyoni mwake. Unajua kuna viwango ambavyo Yesu anatakiwa kutazame, alafu aanze kushughulika na matatizo yako bila wewe kumwambia shughulika nayo. Haleluya. Hatuoni hapa wanaomba kwamba Yesu tunaomba umfufue Lazaro, ila tunaona Yesu anaangalia kiwango cha machozi walio nayo. Anaangalia kiwango cha huzuni uliopo ndani ya moyo wake. Hata mwanamke yule siku zile tunaona kwamba kilichomponya ni kiwango cha mateso na kiwango cha imani alichokuwa nacho. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anatazama viwango ambavyo unapitia, mateso ambayo unapitia. Akiangalia katika mizani ya wokovu, anakuona uko sawa, katika imani uko sawa, katika haki uko sawa. Alafu anauliza faili la mtu huyu liko wapi? Machozi yake ni ya nini? Rabashakata. Haleluya. Anauliza, mbona mbingu imenyamaza kimya? Mbona analia machozi mtu huyu? Mbona haki yake haionekani? Mbona haki yake haionekani? Anauliza kwa nini analia? Kwa nini familia hii inalia? Na wakati wananitumikia, walifungwa kwa ajili yangu, walitengwa kwa ajili yangu, wanakosa chakula kwa ajili yangu, wamewekewa magonjwa kwa ajili yangu. Kwa nini yanawapata haya? Yesu anauliza, analia nyota yake iko wapi? Analia uchumi wake uko wapi? Ndoa yake iko wapi? Watoto wake wako wapi? Biblia inasema akauliza, mmemweka wapi? Mmemweka wapi? Mmemweka wapi? Yesu hawezi kuuliza wachawi, akauliza mchawi analia, alafu hana nyota, akaona mbona mchawi analia sana, wenzio wamempiga, nyota yake iko wapi? Yesu hawezi kuuliza. Haleluya. Yesu anauliza pale anapoona watakatifu wanapita katika suruba, wanapita katika mateso, wanapita katika majonzi, wanadumu katika magoti. Biblia inasema wakati kanisa linaomba,
wakati kanisa linaomboleza, wakati kanisa linalia, Biblia inasema yale machozi yakadondoka na yakafika mbinguni, na ikatolewa uamuzi. Alituma malaika mmoja tu, wala sio wawili. Haleluya. Alituma malaika mmoja tu. Ukiwa umefunga, Biblia inasema ikiwa mtu anamwendea Mungu, basi amini kwamba Mungu yupo, na akimuomba atampatia, na akiomba amini kwamba amepokea na vimekuwa vya kwake. Kama umeomba gari, amini umepokea gari. Kama umeomba nyumba, amini umepokea nyumba. Umeomba mke, amini umepokea mke. Umeomba mtoto, amini umepata mtoto. Na usiwe na shaka katika hilo. Kisha simama dumu katika upendo. Haleluya. Amen. Yupo mtu ananisikia? Yupo mtu ananiangalia, ananitazama? Punga mkono wako nikuone mahali ulipo, sema ya. Pokea kwa jina la Yesu. Yesu akutendee leo katika maombi yako. Maombi yako yajibiwe. Danieli aliingia kwenye maombi. Alipotia nia kuingia akajibiwa. Si ujibiwe na leo na wewe. Si ujibiwe leo wewe. Si ujibiwe mahitaji yako. Si ujibiwe mahitaji yako. Kiwango cha machozi ni kiwango ambacho ni hatari sana. Hata watu wa dunia wanasema ikiwa mtu mmoja atalia machozi ambayo ni ya haki, lazima utapata madhara. Haleluya. Ikiwa atalia machozi ambayo ni ya haki, lazima utapata nini? Madhara. Kiwango cha machozi. Yesu alilia machozi kwa ajili yetu sisi. Biblia inasema kwa vile alivyokuwa katika dhiki, kwa vile alivyokuwa kwenye mateso, ametengwa, amekataliwa, anawindwa kama mbuzi wa kafara, kama kondoo wa kafara, akazidi kuomba, akazidi kulia. Kwa jinsi alivyokuwa mwenye haki akasikilizwa. Haleluya. Ndipo sasa tunagundua kwamba alisikilizwa, maana yake katolewa kwa ahadi kwamba nimekubali. Wataokolewa kwa sababu ya damu yako. Amen. Kama asingefikia hicho kiwango, bado asingeokolewa mtu yote hapa. Hakuna kwa neema kwamba tumeokolewa ni kwa neema, pasingekuwepo tena. Lakini kwa sababu aliingia katika kiwango cha kujibiwa, alijibiwa. Mtu yote anapoenda kuomba kazi, katika CV za kazi, lazima apate kazi kulingana na CV zake. Haleluya. Hawezi akapewa kazi asiyostahili, anapewa kazi anayostahili. Haleluya. Una diploma, utapata kazi inayolingana na diploma yako. Una PhD, hivyo. Yani tunakwenda katika viwango na viwango. Sasa kwetu sisi kwa Mungu pana kiwango ambacho kinafika mtu anajibiwa maombi yake. Hana aliomba miaka 30 ngapi? Hana aliomba miaka 30 ngapi? Homo. Ndugu. Yes. Hana aliomba miaka mingapi? Naona mkono kwako. Aliomba miaka mingapi? 30 ngapi? 30? Na nani? Mwingine? 30? Mwingine? 32. Hana aliomba miaka 32. Haleluya. Akiwa hapokei majibu kwa namna ambavyo alikuwa anaomba. Lakini wakati alipobadilisha maombi, maana yake labda alizoea kwamba nikienda na sadaka nyingi Mungu atasikia maombi yangu. Kwa hiyo na vile nasema kwamba mume wake alikuwa anampa sadaka nyingi kwa sababu alikuwa hana watoto ili kumtia moyo. Kwa hiyo alikuwa anapanda na sadaka nyingi kuliko wenzake. Kwa hiyo alidhani kwamba sadaka alizokuwa nazo zitamshawishi Mungu kuyajibia maombi yake. Aliomba, miaka ikaenda, miaka ikarudi. Siku alipoamua kuingia kwenye maombi ya uchungu, maombi ya kujuta, maombi ya machozi, alijibiwa. Haleluya. Alijibiwa. Kuna maombi unaomba mpaka hata jirani yako anaanza kukereka. Sema kukereka. Hayo ndio maombi ambayo yanajibiwa. Haleluya. Yaani anamkwaza jirani yako. Hana
aliomba mpaka akamkwaza kuhani yeye. Haleluya. Piga maombi, machozi yakaliririka. Alafu jamaa akasema huyu mwanamke mlevi. Hatuombani namna hii. Huyu ni mlevi huyu. Hapana, huyu amekunywa pombe huyu. Haiwezekani. Sema fire. Sema moto. Sema moto. Ujibiwe. Ujibiwe na ya kwako. Ujibiwe na ya kwako. Haijalishi umepita katika mapito kiwango kipi, walikukataa utakubaliwa kwa jina la Yesu. Walisema utafaulu utashinda kwa jina la Yesu. Watakuona tena ukiwa unanawiri na unang'aa kwa jina la Yesu Kristo. Unaenda kung'aa. Biblia inasema wakati wangu wa mwisho utakuwa na nuru kuliko wakati wa mwanzo. Ng'aa na upendeze kwa jina la Yesu. Ninaona watu wanaenda kumiliki alafu wanaenda kutawala. Pe Yesu makofi. Isomea Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 13 na wa 14. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Yes. Sura ya kwanza mstari wa 13 na 14. Inasema. Basi Ana alikuwa akinena. Basi Ana alikuwa akinena moyoni mwake. Midomo yake tu ilionekana akinena. Midomo yake tu ilionekana akinena. Sauti yake isisikiwe. Sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. Mstari wa 14. Ndipo Eli akamwambia, ndio. Je, utakuwa mlevi hata lini? Sasa andaa Ezra 9:5 na Danieli 11. Hana aliingia kwenye maombi. Haleluya. Si mnaniona vizuri hapo? Aliingia kwenye maombi, hayakuwa na kelele. Jirani hakusikia, "Baba, naomba nipe gari." No, wamezoea kunidharau. Nimechoka kudharauliwa. Naomba unipe gari, naomba unipe mme, naomba unipe nyumba, naomba sijui nataka nini. Baba, usiku unapiga makelele. Ye. Ana midomo yake ikacheza. Haleluya. Amina. Ana uchungu lakini sauti haitoki. Haleluya. Tunaelewana vizuri? Leo kuna watu ambao wanapewaga notice kwa sababu ya kwa jina la Yesu. Natuliza uchawi uko kwenye nyumba hii. Natuliza kwa jina la Yesu Kristo. Watu wanaonirukia. Mwenye nyumba akamsema vibaya, alafu anasema subiri usiku kwenye maombi. Haleluya. Anaingia usiku kwenye maombi. Baba, katika jina la Yesu, imeandikwa katika nyumba ya Yakobo, hakuna uchawi, hakuna uganga. Umesema kama mtu akitaka kwenda na wewe maili 1, nenda naye maili 200. Kwa jina la Yesu, na nyamazisha, nafunga kila kinywa kinachoinuka juu ya maisha yangu. Unalalama kweli. Sasa si maombi ya kujivuna, utapokea nini? Maombi unaomba kabisa unajua kwamba unamuombea fulani asikii. Unapokea nini kwenye hayo maombi? Haleluya. Unapokea nini kwenye hayo maombi? Tuko hapa. Yaani unaomba maombi, umemtarget mtu. Na yule mtu anakusikia wewe unapiga hizo kelele. Na ukumbuke unavyomshambulia, anaendelea kuumia pia. Amen? Anaendelea kufanya nini? Kuumia. Kwa hiyo kesho atatafuta mbinu nyingine tena mpya ya kukutarget ili nao uumie. Kwa hiyo anakuwa ni mashindano, piga nikupige. Kuna maombi tunaingiaga maombi ya vita, amen? Hatumjui sisi adui. Tunapiga, tunaangamiza. Tuna maombi ya kelele tunayo. Lakini maombi ya kelele yafanye wakati una amani. Haleluya. Wakati unajua wote walionizunguka hapa hivi nina amani nao kwenye hii nyumba. Hakuna mtu yeyote atajua nimemtarget yeye. Alafu omba yale maombi. Haleluya. Hivi je, kuona huko Swahilini zamani mtu akikosana na mtu anaenda kununua taarabu. Akimwekea jamaa anasema ameniletea taarabu yeye. Kwenye zile bongo za Bolefa ni nani ambaye anaweza kumjibu huyo? Akikosa jibu anasema kwenye zile kwanza rokole kuna mtu anaweza kumjibu huyo? Hakuna. Kwenye taarabu kama hii yomo anaenda na yeye anatafuta taarabu yenye kijembe zaidi ya ile. Haleluya. Alafu anakukuta umetulia. Anasema kauzu umeuchuna. Alafu analiweka. Linashuka tu kwa nguvu kama vile mnavyoweka kama
Utalijua jiji. Haleluya. Suli msimanga na wewe. Naye kaja na kujibu, kwa mtabaki kujibiana hapo. Haleluya. Uje kuona wapumbavu wanabishana, alafu mmoja ana akili, mmoja ana akili. Mmoja kila siku anachukua pesa zake na kununua mayai na kuja kaanga, mwingine anaenda leta makasha ya mayai, alafu asubuhi anayarusha hapo nje. Unaelewa vizuri? Sasa akiyarusha pale nje, yule jamaa anahesabu alikula mangapi leo? 1 2 3 4 5. Anavimba. Anasema leo naenda kuleta kuku na mayai. Anaenda kununua kuku na mayai. Anasema leo anamkomesha. Kuku sio unajua anachinjiwaga nje kwa wale watu wa kushambuliana. Anachinjwa pale, alafu baadaye akajifunga kibwebwe chake vizuri. Kwa hasira zake na huko kaliweka huko lingoma lake la kumsimanga. Anavuta mpaka na minofu ya kuku ananyambura. Bwana apewe sifa. Alafu namkuta yuko kwenye maombi pia. Hayo maombi yatajibiwa? Yatajibiwa. Biblia inasema takeni kuwa na amani na watu, kwa maana hakuna atakayekuwa na huo utakatifu asipokuwa na nini? Na hiyo amani, si ndio? Kwa hiyo twende tukatake amani na watu wote waliotuzunguka. Ni vizuri sana. Kwa tuendelea nayo maombi, tuendelee kutengeneza na watu ili tujibiwe. Sisi hatukosanagi na mbuzi, kwani mbuzi anaongea? Hatukosanagi na kuku, kwani kuku anaongea? Ni watu. Haleluya. Iwe kazini kwako, angalia waliokuzunguka mnachukulianaje na upo kwenye maombi. Tafuta amani ili ujibiwe. Haleluya. Ili ujibiwe. Tafuta namna, hekima utakavyo nenda kujibiwa. Aya, nisomee hiyo Samueli wa kwanza. Umeshaisoma tayari? Nisomee Ezra 9:5. Ezra 9 mstari wa 5. Inasemaje? Inasema, na hao wengine walimwambia. Na hao wengine walimwambia. Nami nalisikia. Piteni katika mji huu. Piteni katika mji huu. Nyuma yake. Mkapige. Jicho lenu lisiachilie wala msione huruma. Jicho lenu lisiachilie wala msione nini? Huruma. Hebu rudia vizuri. Kuna mtu hajasikia. Ezra 9:5. Ezra 9 mstari wa 5. Inasema. Na hao wengine walimwambia. Nami nalisikia. Piteni katika mji huu nyuma yake. Mkapige. Jicho lenu lisiachilie. Wala msione huruma. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anajiuliza mbona kuleta mstari katika maombi? Imeuleta kwa sababu wakati huu mtumishi wa Mungu alisikia malaika wanaagizwa kwenda kuwapiga wanaowatesa wenye haki. Haleluya. Nani alisikia? Mtumishi wa Mungu alisikia wakiambiwa piteni nyuma ya mji huu mkapige, na jicho lenu lisiachilie wala kuona huruma. Haleluya. Unapofunga haya maombi, usiishie tu kwamba umefunga. Ndugu yangu, kuna vita inaendelea katika ulimwengu wa roho. Majeshi ya kuzimu na majeshi ya ufalme wa Mungu yanapigana kupambana kurudisha hatima ya maisha yako tena. Amen. Kwani tumefunga ya maombi liweje? Yesu alisema fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Meza ya Bwana iko pale, tutakula Alhamisi hapa. Je, ndio hiyo tumefungia? Tumefunga. Na katika maombi haya omba sana Mungu akuepusha na maradhi. Kwa sababu maradhi ni adui mkubwa sana kwa watu wanaomcha Mungu. Maradhi. Mwambie Mungu niepushe na maradhi mabaya. Akuepushe na mitego ya mwindaji. Haleluya. Bwana apewe sifa. Akusaidie kushinda yale ambayo hauwezi kushinda kwa akili zako wala ufahamu wako wewe mwenyewe. Tunaenda kumaliza Danieli 10:1.
Danieli 10 mstari wa kwanza. Yasema. Katika mwaka wa 3 wa Koreshi mfalme wa Uajemi Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza alifunuliwa neno. Ndiyo. Na neno lile lilikuwa kweli. Ndiyo. Maana ni vita vikubwa. Ndiyo. Naye alifahamu neno lile. Akaelewa. Na maono hayo. Moja. Hebu rudia vizuri. Rudia. Naye Daniel katika ule mwaka. Nasema katika mwaka wa 3 wa Koreshi. Mfalme wa Uajemi Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza alifunuliwa neno, na neno lile lilikuwa kweli, maana ni vita vikubwa. Naye akalifahamu neno lile, akaelewa na maono hayo. Kitabu chako kina ukasi mkubwa. Hebu nisomee pastor. Tafutie tumalizie na Warumi 7:22. Tafuta Warumi 7:22. Soma mara moja. Jamani, tupo kwenye maombi, takiwa tunani mapema, si ndio Tutachukua muda sana. Karibu pastor, soma Danieli 11. Danieli 10 mstari wa kwanza. Inasemaje? Katika mwaka wa 3 wa Koreshi. Katika mwaka wa 3 wa Koreshi, mfalme wa Uajemi. Danieli ambaye jina lake aliitwa Belteshaza. Alifunuliwa neno. Na neno lile lilikuwa kweli. Yaani Danieli ndiye alifunuliwa, sio mfalme. Amen. Hapo ndio kunanichanganyia. Endelea. Na neno lile lilikuwa kweli. Maana ni vita vikubwa. Naye akalifahamu neno lile. Akaelewa na maono hayo. Haleluya. Bwana pesi. Utakapokuwa katika maombi haya. Amen. Moja ya vitu ambavyo Mungu atakufanyia, atafungua ufahamu wako, atakuonyesha maono. Amen. Sasa maono yapi? Mungu atakuonyesha maono kulingana na maisha yako jinsi yalivyo. Kama vita yako ni kubwa, basi anaweza akaanza na maono ambayo yamebeba uadui mkubwa kwenye maisha yako. Ukaona vitu vya kutisha vinavyoendelea kwenye maisha yako. Haleluya. Lakini kama ni baraka zako zimefungwa tu, basi pia atajifunua na tutatafasiri, au atakupa ufahamu mzuri kama Danieli. Mungu akubarikie. Nisome hiyo Warumi 7:22. Wakati ukiwa umesimama juu, somea Warumi 7:22. Inasemaje? Kwa maana anaifurahia sheria ya Mungu. Soma. Kwa maana anaifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Endelea. Yes. Lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali. Na ile 24 pia. Inapiga vita na ile sheria ya akili zangu. Na kunifanya mateka ya ile sheria ya dhambi. Iliyo katika viungo vyangu. Ole wangu maskini mimi. Ni nani atakayeniokoa na mwili huu? Nani atakayeniokoa na mwili huu? Wa mauti. 25. Namshukuru Mungu. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo. Mimi mwenyewe kwa akili zangu. Naitumikia sheria ya Mungu. Bali kwa mwili wangu. Sheria ya dhambi. Bwana presiva. Sasa issue iko hapa, katika mwili naitumikia sheria ya Mungu, kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, katika mwili sheria nini? Ya dhambi. Kwa sababu mwili
kazi yake ni kumfanya mtu aingie kumkosea Mungu. Chanzo cha maasi yote ni mwili, sio roho. Haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nasema kwamba kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, kwa utu wa ndani. Lakini katika utu wa nje naitumikia sheria ya nini? Ya dhambi. Kwa hiyo natakiwa tukatae utu wa nje, usibebe sheria ya dhambi. Sheria ile ionekane kuanzia ndani mpaka nje. Haleluya. Sina muda wa kueleza wala kuchambua maandiko, lakini Roho Mtakatifu atakusaidia kwenda kuyasoma na kuyachambua. Neema ya Bwana iwe juu yako.